Karibu sana mtazamaji wetu, tujuzane yale ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, ambapo Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen kupitia serikali ya Ansarallah imetoa taarifa nzito na ya kina ikilaani vikali mashambulizi ya Israel nchini Lebanon na kueleza kwa wazi kuwa taifa hilo linasimama kwa uthabiti na bila kuyumba pamoja na wananchi wa Lebanon na vikosi vyao vya upinzani. Kauli hiyo imetolewa kufuatia mauaji ya kamanda mwandamizi wa Hezbollah Haitham al-Tabatabai aliyeuawa katika shambulio la anga lililofanywa na Israel katika mji mkuu Beirut. Katika taarifa yake, wizara hiyo ilieleza kuwa kuuawa kwa al-Tabatabai ni tukio linaloashiria kuongezeka kwa uhasama wa Israel na kuonesha namna utawala huo unavyozidi kushindwa kufikia malengo yake ya kutumia nguvu za kijeshi. Serikali ya Yemen ilisisitiza kuwa kamanda huyo alikuwa mmoja wa nguzo muhimu katika kulinda mipaka ya Lebanon dhidi ya uvamizi wa Israel na kutoa mchango mkubwa kwa mnyororo mpana wa vikosi vya mukawama, yaani Axis of Resistance, katika eneo la Mashariki ya Kati. Wizara hiyo ilifafanua kuwa sera ya Israel ya kufanya mauaji ya kulenga viongozi pamoja na mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya kiraia ni uthibitisho tosha wa kudhoofika kwa uwezo wake wa kijeshi na kisiasa. Taarifa hiyo ilisema kuwa hatua hizo hazitawapa ushindi wowote, bali zitaonyesha kushindwa kwa utawala wa Tel Aviv kuhimili mapambano ya ardhini au kufikia malengo yake kupitia operesheni za kijeshi za moja kwa moja. Kwa mujibu wa Yemen, mwenendo huu wa Israel unafichua hofu inayoongezeka ndani ya jeshi lake, hali inayowasukuma kutumia mbinu za hatari zinazolenga viongozi na miundo ya upinzani kwa matumaini ya kutikisa uthabiti wa vikosi vya Lebanon, jambo ambalo Yemen imesisitiza kuwa halitafanikiwa. Katika hatua nyingine, serikali ya Yemen ilizikosoa vikali baadhi ya nchi za Kiarabu na Kiislamu kwa kama ilivyoeleza kushirikiana kimya kimya na Israel au kusimama pembeni bila kulaani ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Taarifa hiyo ilisema kuwa ukimya huo ni hatari kwa mustakabali wa eneo zima na unatoa nafasi kwa Israel kuendelea na sera zake za uchokozi bila kukabiliwa na shinikizo la kutosha kutoka mataifa ya jirani au jumuiya ya kimataifa. Serikali ya Ansarallah ilionyesha kusikitishwa na kile ilichokiita kifo cha dhamiri ya kimataifa, ikisema kuwa dunia imefumbia macho madhila wanayopitia wananchi wa Lebanon na Palestina licha ya ushahidi mwingi wa mashambulizi yanayolenga raia na viongozi wa upinzani. Mwisho wa taarifa hiyo uliweka wazi kwamba Yemen itaendelea kusimama upande wa Lebanon, wananchi wake na vikosi vyao vya upinzani vinavyojitetea dhidi ya uvamizi wa Israel. Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen ilisema kwamba mshikamano huo si wa maneno pekee, bali ni msimamo wa kudumu katika sera za taifa hilo, hususan kipindi hiki ambacho mvutano wa kijeshi na kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati unaongezeka kwa kasi. Taarifa hiyo ilihitimishwa kwa kumtaja kamanda Haitham al-Tabatabai kama shujaa wa upinzani na mfano wa kujitolea kwa ajili ya uhuru wa Lebanon, ikisisitiza kuwa kifo chake hakitasimamisha safari ya vikosi vya mukawama wala kupunguza ari ya mataifa yanayopinga sera za Israel. Kwenye taarifa hii, mtazamaji, tuangazie mambo machache kuhusiana na taarifa ambayo Wahuthi wa Yemen wameweza kuitoa ikilaani vikali vitu ambavyo vimetokea wiki hii, kwamba mashambulizi ya Israel katika taifa la Lebanon, lakini vile vile sapoti ya mataifa ya Kiislamu kwa nchi ya Israel wanaita kama ni usaliti mkubwa, lakini vile vile Yemen imeendelea kueleza wazi kwamba inasimama na wananchi wa Lebanon pamoja na wanamgambo wa Hezbollah nyakati zote. Kuna sababu kadhaa ambazo zinaelezea au zinaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo Yemen kwa nini imeweza kulaani. Moja ni uhusiano wa Yemen na Hezbollah na mukawama. Yemen kupitia serikali ya Ansarallah, yaani Wahuthi, inaunga mkono harakati za upinzani dhidi ya Israel katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati, ambapo Hezbollah ni sehemu ya Axis of Resistance, yani mukawama, muungano unaojumuisha Irani, Syria na baadhi ya vikundi vya Kiarabu vinavyoipinga Israel. Kwa Yemen pia, mauaji ya viongozi wa Hezbollah ni hatua ya kuangalia udhaifu wa mtandao huu wa upinzani, hivyo wanayalaani kwa sababu inavunja mshikamano wao wa kisiasa pamoja na kidini. Lakini ni kutetea pia raia wa Lebanon pamoja na Palestina. Israel mara kwa mara imekuwa ikifanya mashambulizi ya kijeshi yanayolenga maeneo ya kiraia katika taifa la Lebanon na Palestina, lakini Yemen inaona kwamba hatua hizi ni kama ukiukwaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa, na hivyo inalaani kitendo chochote kinachohusiana na raia
au viongozi wa upinzani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini sababu nyingine ni kukosoa ukimya wa dunia na baadhi ya mataifa ya Kiarabu. Kwa nini Yemen imelaani? Yemen inalaani pia ukimya wa jumuiya ya kimataifa na baadhi ya serikali za Kiarabu zinazoonyesha kushirikiana au kuto kuchukua hatua dhidi ya Israel. Na hii inatokana na mtazamo wa Yemen kwamba kushirikiana kimya na Israel kuna hamasisha mashambulizi zaidi na kudhoofisha mshikamano wa Kiarabu na kidini katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Hapa walikuwa wakizilenga zile nchi za jumuiya ya Kiislamu. Mfano mzuri, Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE. Imekuwa ni taifa ambalo limekuwa likigubishwa na skendo nyingi sana dhidi ya ushirikiano na taifa la Israel kwenye mambo kadha wa kadha. Hata kwenye upelekaji wa silaha, teknolojia mbalimbali, kutoa taarifa, wamekuwa wakifanya hivyo, na wanaonekana kwamba ni wasaliti ambao wamekuwa kizisaliti nchi za Kiarabu dhidi ya Israel katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini ni kutetea msimamo wa kidini na kisiasa. Pia Yemen, serikali ya Ansarallah yani Houthi, inazingatia misimamo ya kidini ya Shia inayounganisha na Irani pamoja na Hezbollah. Kwao kushambuliwa kwa viongozi wa Mukawama ni kitisho kwa msimamo wao wa kidini na kisiasa, hivyo inalaani kama ishara ya kushindwa kwa Israel. Katika taarifa ya Wahouthi, ukitazama vizuri au ukisoma vizuri, utaona mwishoni kwamba wamesema wataendelea kusimama pamoja na kuunga mkono Mukawama pamoja na raia wa Lebanon. Sasa vipi kama Wahouthi wao wataamua kuweza kuanzisha mashambulizi katika taifa la Israel kwa kuunga mkono raia wa Lebanon? Kwa sababu kwenye vita vya miaka miwili baina ya Hamas pamoja na Israel katika ukanda wa Gaza, Wahouthi wa Yemen walikuwa wakitupa makombora moja kwa moja kuelekea katika taifa la Israel, wakilenga kwamba wanatoa msaada wa kijeshi kwa kuwaunga mkono raia wa Palestina na Hamas kwa ujumla. Sasa hivi Israel inazidisha mashambulizi yake katika ardhi ya Lebanon. Inawezekana Yemen wakaanza kutangaza kwamba wanakwenda kuwaunga mkono raia wa Lebanon, lakini kuwaunga mkono Hezbollah ambao kwa sasa hivi wamekumbana na mfululizo wa mashambulizi kadha wa kadha kutoka katika jeshi la Israel IDF. Kuna mengi mtazamaji, nitakuwa na kujuza kwa kina tuweze kuangazia jinsi gani ambavyo Mashariki ya Kati inakwenda, nini ambacho kinajiri, nini ambacho kitajiri katika nyakati zijazo. Basi wakati wote utapata hapa katika Zone Media. Cha msingi tu naomba nikusihi mtazamaji, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe, lakini kugusa hiyo alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari zetu wakati wote.